Amen, amen, amen. Huyu mtu ni nani? Ni sehemu ya pili B. Tulikuwa na sehemu ya pili A baada ya kukuwa na sehemu ya kwanza, tulipopata kuna mtu anayefunuliwa katika Biblia anayeambiwa ni mtu wa kuasi, mwana wa uharibifu. Tunasindi kufunuliwa na Biblia, huyu mtu ni nani? Siku ya leo tutakusindi kuingia kwa kina kujua huyu mtu ni nani, kwa kuwa si mimi wala mtu yeyote anapaswa kusema huyu mtu ni nani, bali ni Biblia iweze kufunua huyu mtu ni nani. Leo tunajifundisha katika kitabu cha Ufunuo 17, na kabla ya kuweza kuingia katika kitabu cha Ufunuo 17 tutaweza kuingia katika kitabu cha Waefeso sura ya 2 fungu la 20 linalosema hivi: mmejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii, naye Kristo mwenyewe ni jiwe kuu la pembeni. Amen, amen, amen. Imani yangu na imani yako, vile ambavyo sisi tulivyo katika Kristo, tumejengwa juu ya msingi wa manabii na msingi wa mitume. Maana yake ni gani? Chochote unachosema unaamini, chochote ninachosema ninakiamini, mpaka kikuwe ndani ya Biblia, mpaka kikuwe katika msingi wa manabii pamoja na mitume. Hapo ndipo sasa utakaosema imani ulio nayo ni imani iliyo na faida katika maisha yako. Amen. Sasa katika kitabu cha Ufunuo 17 tutaanza fungu la 3 kuteremka chini mpaka mahali Mungu atatuwezesha, au kulingana na pia muda ule ambao tutakuwa nao mahali hapa. Hapa tunasindi kufunuliwa sura ya huyu mtu ambaye anaambiwa ni mtu wa kuasi, mwana wa uharibifu, mtu anayetumia nguvu za ibilisi, nguvu za shetani, akiwa amejitukuza sana katika hekalu la Mungu. Huyu mtu ni nani? Kitabu cha Ufunuo 17 fungu la 3 linasema hivi: Yohana wa Patmo akiwa katika roho anasema hivi: akanichukua katika roho hata jangwani, nikaona mwanamke ameketi juu ya mnyama mwekundu sana, mwenye kujaa majina ya makufuru, mwenye vichwa 7 na pembe 10. Haya ni maneno ya mafumbo au maneno ya unabii ambayo yanastahili kufasiriwa tu kwa njia ya unabii, na kwa njia ya unabii, si kwa njia ya mawazo ya watu, bali neno la Mungu liweze kutueleza kuhusu maana ya maneno haya. Lakini kwa sababu ya muda tulio nao hapa, wakati mwingine Mungu akinijalia, tutakuja kujifundisha ndio tujue maana ya majina haya ya unabii yanamaanisha nini. Lakini kwa sababu ya fundisho la siku ya leo, na nitaweza kusema ya kwamba nitaweza kutaja maana ya maneno haya, ila kwa wakati mwingine tutajifundisha maana ya mwanamke. Ukiona jina mwanamke katika kitabu cha Ufunuo au kitabu cha Danieli au vitabu vingine vyote tunapojifundisha mambo ya unabii, bila shaka tunaongelea kuhusu kanisa la Kristo. Kwa hivyo huyu mtu wa Mungu, huyu mtu wa Mungu Yohana akiwa katika roho alichukuliwa hata jangwani, naye anasema nikaona mwanamke ameketi juu ya mnyama mwekundu. Mnyama mwekundu naye ni nini? Mnyama mwekundu nao unasimamia kitu kinaitwa ufalme, the kingdom, ambapo huyu mnyama amejaa majina ya makufuru. Majina ya makufuru maana yake ni nini? Nayo ni maneno au ni mafundisho yanayopinga sheria za Mungu, kama vile tulivyosikia katika kitabu cha Danieli sura ya 7 fungu la 25, ambapo neno la Mungu linasema ya kwamba yule mfalme atakapoinuka ataweza kumbadilisha majira na sheria za Mungu na kujitukuza na kujifananisha kama aliye juu, kama aliye juu. Yuko na sifa kama za ibilisi, kama vile tulivyoweza kusoma katika kitabu cha Isaya 14 fungu la 12 mpaka fungu la 15. Kwa hivyo huyu mnyama yuko na majina ya makufuru,
majina aliyo nayo ya mafukuru, anajiita majina majina ya mafukuru ni kujifananisha. Bwana asifiwe, ni kujifananisha na Mungu. Kuna vile amechukua sifa za Mungu na kujifananisha na Mungu mwenyewe, mwenye vichwa saba na pembe 10. Huyu mnyama sasa yuko na vichwa saba na pembe 10. Ni maneno ya unabii. Vichwa navyo vichwa na pembe vina maana moja tena, kwa kuwa kichwa au pembe inamaanisha kiongozi au mfalme anayetawala. Kwa hivyo huu ufalme ukakuwa ndani yake kuna wafalme saba wanaoongoza katika ufalme. Bwana asifiwe. Na mwanamke yule alikuwa amevikwa, fungu la 4, na mwanamke yule alikuwa amevikwa nguo ya rangi ya zambarau na nyekundu, amepambwa kwa dhahabu na kito cha thamani na lulu, naye alikuwa na kikombe cha dhahabu mkononi mwake kilichojazwa na machukizo na machafu ya uasherati wake. Haleluya. Tunasindi kufahamishwa kwamba kwa njia ya mafumbo, ili na si kwa njia ya mafumbo tuweze kuelewa kama vile ambavyo nimewaambia, mpaka tuweze kuelewa maana ya mafumbo. Tumesema mwanamke ni kanisa. Ili kanisa sasa, kuna huyu sasa anayeongoza hii kanisa amepambwa na manguo ya zambarau pamoja na nyekundu. Maana yake ni gani? Wale tunaowaona wakiwa wamevaa mavazi haya tunawajua ni watu ambao ni mavazi ya kikuhani. Mnakumbuka katika kitabu Agano la Kale, katika kitabu cha Kutoka na vile vile Kumbukumbu la Torati, tunaona sheria zinazotolewa na Mungu kuhusu Aroni na wanawe pamoja na makuhani wote wa baadaye na Walawi wote, jinsi ambavyo walifaa kuvaa. Kwa hivyo huyu mtu amevaa vivyo hivyo, amepambwa na nguo ya rangi ya zambarau na nyekundu, amepambwa kwa dhahabu na kitu cha thamani, amevaa mavazi yaliyo ya dhamana sana, na vitu alivyovaa yeye mwenyewe au ako nazo amepambwa ndani ya mwili wake au muonekano wake wa nje, ni amevaa vitu vya dhamana, yaani sifa tofauti kabisa na muonekano wa Yesu. Tunaona Yesu alipokuwa hapa duniani, kuna mtu mmoja anayekuja kumwambia, Bwana, nitakufuata nitakufuata kokote uendako. Ndipo Bwana akamwangalia, akamuuliza, akamwambia kwamba ndege wana viota na mbweha wana mashimo, lakini mwana wa Adamu hana mahali pa kuweza kulasa kichwa chake. Yaani kwa njia nyingine, Yesu alikuwa mtu wa kawaida, yaani hakukuwa mtu ambaye alitembea kama vile ambavyo tunasikia sifa za huyu mtu, ambapo Yesu anasema yeyote naye anataka kumfuata, yeyote ambaye anataka kukuwa mwanafunzi wake, sharti aweze kuiga nyayo zake. Bwana asifiwe. Kwa hivyo yule ambaye tunayemuona hapa yuko na sifa tofauti na sifa za Yesu, naye alikuwa na kikombe cha dhahabu mkononi mwake kilichojazwa na machukizo na machafu ya uasherati wake. Kikombe kilichojazwa na machukizo na machafu ya uasherati wake. Maana yake ni gani? Kikombe hiki ni maneno au ni mafundisho potofu, false doctrines, mafundisho potofu, yale ambayo anayoachilia ulimwenguni, nao ulimwengu, wale watu ambao hawajaandikwa katika kitabu cha mwana kondoo, wanayaamini na kuyakumbali na kuyafuata. Hivyo anafanya uasherati na watu, kwa kuwa watu wanaacha agano la Mungu au wanaacha upendo wao kwa Mungu na kuchukua mafundisho ya huyu mtu na kuiga na kufuata maelekezo yote ambayo huyu mtu wa kuasi anaposema. Nikawaambia sifa za mavazi na muonekano wa nje wa huyu nabii pamoja na watumishi wake manabii ni waongo, ambapo ni mavazi ya kikuhani. Bwana asifiwe. Fungu la 5 katika kitabu cha Ufunuo 17 fungu la 5 inasema, na katika kipaji cha uso wake halikuwa na jina limeandikwa la siri, Babeli mkuu, mama wa makahaba na machukizo ya nchi. Ni mafumbu ya kutisha.
huyu Babeli mkuu, yaani huyu mwanamke juu ya kichwa chake ameandikwa maneno ya siri, Babeli mkuu, mama wa makahaba. Maana yake ni gani? Nimewaambia mwanamke anaachilia kanisa. Kwa hivyo ili kanisa anayeongoza anaitwa Babeli mkuu. Babeli mkuu. Babeli ina maana gani? Kuna wakati wana wa Israeli walipokuwa Babeli, yaani katika utumwa. Kwa hivyo huyu na yeye yuko na sifa zile zilizokuwa katika Babeli, miungu ya Babeli. Mtu ambaye sifa zilizokuwa ndani ya ufalme wa Babeli. Na ndani ya huyu sasa anasema ameandikwa mama wa makamba na machukizo ya nchi. Maana yake ni gani? Kuna makanisa mengine mandogo yanayofuata ile kanisa au wanaofuata mafundisho ya huyu mnyama au huyu mwanamke ambaye mafundisho yake ni yeye kuyambuni ambayo amechochewa na Ibilisi ili kuyafundisha watu waweze kuvunja sheria za Mungu, nao watu wameyapenda na wakafanyika kukuwa mateka wa Ibilisi. Fungu la sita nasema, nikamwona yule mwanamke amelewa kwa damu ya watakatifu na kwa damu ya mashahidi wa Yesu, nami nilipomwona nikastaajabu ajabu kuu. Bado ni maneno ya Yohana wa Patmo akiwa katika kisima cha Patmo. Anaelezea kwamba aliona huyu mwanamke akiwa amelewa, Bwana asifiwe, na damu ya watakatifu. Kuna watu ambao wanaompenda Mungu ambao hawako tayari kuacha imani, kuacha mahali ambapo wameachilia, wale ambao wamejengwa vikamilifu katika sheria za manabii na katika msingi wa manabii na mitume. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hawa watu, kanisa hili lilipoanza kuasisa mfumo wa mafundisho potofu kinyume na Biblia, mafundisho yanayopinga Biblia kupitia huyu mwanamke, yaliyochochewa na Ibilisi, kuna watu walisimama kidete ili waweze kuitetea Injili, waweze kutetea neno la Mungu, na matokeo yake ni kama yale ambayo yaliyowapata wanafunzi wa Yesu. Wanafunzi wa Yesu, kumbukeni, ni watu walioteswa mpaka wote wakaweza kukufa. Wote waliuawa kwa njia mbalimbali na wote wakaangamizwa, isipokuwa Yohana, yeye ambaye alijaribu kuchemshwa kwa mafuta moto. Wakati wengine wanasema alikuwa ametumbukishwa ndani ya lami moto, na hata wengine wanasema ya kwamba alijaribu pia kupewa sumu, lakini Mungu akamkinga mpaka akakufa akiwa katika umri wa uzee. Wengine wote waliweza kukufa au kuingia katika mateso wakiwa katika umri mdogo. Kwa hivyo tumepata huyu mwanamke aliweza kutesa watakatifu, ambapo pia tuliweza kuambiwa ya kwamba alikuwa amepewa nguvu na uwezo wa kufanya hivyo kwa mwaka kwa wakati nyakati 2.5, yani miezi 42. Jumla inakunja siku 1260. Tukasema hiyo ni sawa na miaka 1260, kama vile ambavyo neno la Mungu kwa njia ya unabii linavyotuelezea. Kama vile nimewaambia, tutakuja kuangalia wakati mwingine maana yake kwa njia iliyo pana kidogo kuhusu au maana ya majina haya. Kwa wakati huu tunazidi kuangalia sifa za huyu mnyama, vile ambavyo huyu mnyama kupitia yeye ulimwengu umeanza kupokea mapokeo duniani, na watu wakajipata wameamini. Ndio, wakajipata wameamini na wakasema wameokoka, lakini katika maisha yao yote wakakuwa kuna mambo wanaamini. Imani yao imejengwa katika mapokeo, ambapo imani ikiwa iko nje ya neno la Mungu, hiyo imani inakuwa ni batili, na mwisho wa siku inakuwa ni imani haina matokeo mazuri, wala haina mabadiliko yoyote, na hata hayana matumaini yoyote. Hata Yesu kuna wakati anawapokea wazee na makuhani katika kitabu cha Mathayo 15, akiwaambia, nyinyi wazee mmetegua sheria za Mungu kwa mapokeo wa wanadamu.
Kwa hivyo ni vizuri na wewe ujiulize kile unachoamini ni kile kimeandikwa katika Biblia. Vile mambo yale ambayo unafanya katika maisha yako ambayo unasema ni ya Mungu, je, ni yale ambayo Biblia inayokuongoza au ni mambo ambayo yamebuniwa na mwanadamu, ambayo mwanadamu na yeye anapata hiyo nguvu na uwezo kupitia nguvu za shetani, ambaye kwa sababu shetani naye ni roho anayewaingia watumishi wake, kama vile ambavyo naye Mungu anavyowatumia watu wake kwa njia ya Roho Mtakatifu. Kwa hivyo tutasindi kuangalia na kupata ufahamu zaidi huyu mtu ni nani. Hii imekuwa ni sehemu ya pili B, na tutasindi kukua na tutaendelea kujua sifa za huyu mtu, kisha tutakuja kuangalia sheria zile ambazo zimebadilishwa ni kama nini na nini na nini na nini, ndio tuendelee kujirekebisha. Nawe utakapojua kwa neema ya Mungu ukubali kubadilika, na utakapobadilika jua kuna baraka ya pekee ambayo utakayopatana nayo, kama vile ambavyo Mungu atakavyo kujalia. Kwa hivyo Mungu akubariki sana wewe ambao umepata kusikiliza. Ukipata hii video, ninakusihi sana katika jina la Kristo unaweza ukalike ili iweze kutembea kwa watu wengine, na pia kucomment kama uko na swali unaweza ukauliza, na vile vile unaweza pia kushare ili ujumbe uwafikie watu wengine. Na kwa kufanya hivyo, mimi na wewe tutakuwa tunahubiri, na sisi sote tutakuwa na adhabu mbele za Bwana ambayo najua Mungu atakuja kutulipa. Mungu akubariki sana na akutendee mema. Amen, amen, amen.